naitwa Joram Donat Shirima, ni mfanyabiashara mdogo au mjasiriamali mdogo soko la Zakiem. Katika soko hili tunasema tuna mwaka mmoja tokea soko hili limefunguliwa baada ya marekebisho. Unaona, ndani ya marekebisho hayo, sawa, 90% ya wafanyabiashara ambao leo hii tupo kwenye meza tuliahidiwa, kwa sababu tulikuwa ni wafanyabiashara wa awali wa soko hili, tuliahidiwa kupata maeneo ya biashara baada ya soko hili kujengwa. Sasa baada ya maboresho ya soko, wafanyabiashara wote ambao leo hii tupo kwenye meza tulikosa maeneo ya kufanyia biashara. Sasa baada ya kukosa maeneo haya ya kufanya biashara, walikuja wafanyabiashara wapya kutoka maeneo mengine mbalimbali ambao ndio leo wapo kwenye zile frame ambazo mnaziona hapa sokoni. Sasa sisi kama wafanyabiashara ambao tunafanya biashara tunatafuta riziki, kabidi tuangalie namna gani tunaweza kupata mbadala wa kupata maeneo mengine ya biashara tuweze kufanya biashara kutafutia kipato. Tukakaa na uongozi wa manispaa kupitia viongozi wetu wa soko, tukakubaliana kuweka meza kwenye eneo ambalo wao wanasema lilikuwa ni eneo la parking, na lakini walitoa vibali hivyo. Tukaweka meza pale, tukaanza kufanya biashara. Wakati tunafanya biashara zile tulikuwa tunalipia kodi ya 20,000 kwa mwezi, na tozo zote ambazo tutakao kulipa tulikuwa tunalipa, lakini pia na hela ya ulinzi. Maana yake tulikuwa tunafanya biashara kulingana na taratibu zote ambazo tulikuwa tumewekewa. Sawa, baada ya mwaka ule kupita, sema mwaka wa kwanza ambao tulikuwa kwa biashara, ambao tukisema mwaka wa kwanza wa fedha kuisha, tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tukasainishwa mikataba mingine. Mikataba ambayo ilikuja na upandaji mkubwa wa kodi, ongezeko ambalo sio la kawaida, ni ongezeko ambalo hatukupewa taarifa zake. Sawa, kodi ziliongezeka kwa tunasema 150% ya kodi ya awali. Kwa mfano, mkataba ulioisha tulikuwa tunalipa kodi ya 20,000, lakini mkataba mpya ambao tumeusaini tunalipa kodi ya 50,000, ongezeko la 30% ambao ni 150%. Kitu ambacho ni cha ajabu, na maajabu zaidi ni kwamba hatukushirikishwa kivyovyote vile kwenye ongezeko hilo. Tulifanywa kama surprise. Wanapita kuitisha kwamba muda wa kodi umefika, unaenda kulipa kodi, umeenda na 60,000 kwa ajili ya kodi ya miezi mitatu, unaambia ulipe 1,500,000. Lakini kwa sababu sisi ni wafanyabiashara na tupo pale kutafuta riziki, tunajua namna gani tunaweza kufidia ile ongezeko, tulipa kodi bila kupinga, bila changamoto. Hilo halijaisha ndani ya mwaka huu, na tulisainishwa mikataba. Hilo halijaisha ndani ya mwaka huu mmoja wa fedha, sawa? Wanakuja kutuambia kwamba meza zetu ambazo zina upana wa futi 4 na urefu wa futi 8 zigawanywe kutoa meza mbili, maana yake kila meza moja itoe futi 4 za mraba. Jambo ambalo kwanza kabisa ni kinyume cha sheria, kwa sababu wanavunja sheria ya mkataba. Maana tuliingia mkataba na tulisaini mkataba ule, wakauchukua manispaa. Ingawaje bado hajarudishiwa, wao wanasema kwamba hujaidhinishwa, lakini tulisaini mkataba ule na kodi walichukua. Sawa? Leo tumefikia hatua sasa kwamba tunapeleka malalamiko yetu, hayapokelewi. Hayafanyi chochote. Viongozi wanafanya siri, wanafanya movement za chini kutuhujumu haki zetu kama wafanyabiashara. Sawa, kukata meza, kufanya meza moja kuwa meza mbili, meza ya urefu wa futi 8 itoe futi 4 za mraba. Tayari wanazorotesha mimi utendaji wangu kibiashara, na nitashindwa kulipa kodi zao, kitu ambacho kimkataba kinapelekea mimi kunyang'anywa meza. Kwa sababu kwenye mkataba wao wameainisha kwamba nikishindwa kulipa kodi na stahiki zote ambazo natakiwa nilipe, watanyang'anya meza ile, nitakosa eneo la biashara. Maana ndio kitakachotokea. Je, wao kabla ya kufanya hicho kitu walifanya tathmini gani hasa ambazo zitatokea, na wamejiandaa vipi kulibata hizo changamoto? Maswali kama hayo tunataka tumsikilize afisa biashara akiongea, lakini ametuletea siasa. Kaja kweli, amefika pale meneja masoko, badala ya kutatua changamoto, kutupa majibu ambayo yatatufanya turidhike na maamuzi yao ambao wameyachukua, wanatuambia tuchaguane watu 4 5 tuone manispaa. Hasa amekuja pale kufanya nini? Angepiga tu simu aseme watu wachaguane 5 waje manispaa. Kama amekuja pale, maana yake atakuwa tusikilize. Anasema tuwafuate viongozi. Of course tulifanya ngazi zote, kuna ngazi viongozi tunachagua wenyewe. Jina naitwa Stefano Claudi Jeremia, ni mjasiriamali wa soko la Zakiem la Mbagala Zakiem. Tupo kwa ajili ya kuomba namna gani ambavyo wanaweza wakaendesha hili soko, namna gani ambavyo wanaweza wakakaa na sisi, namna gani ambavyo wanaweza kumshirikisha kwa mambo ambayo yanaendelea hapa. Kuna mpango mmoja ambao umeletwa wa kukatwa meza. Hili zoezi mwanzo tulikuwa tunalisikia tu kama fununu. Mtu huyu anaongea, mtu huyu anaongea, baadhi ya viongozi wa wenyewe hawa wanani wa hapa kwetu Zakiem anakuja na kwambia, ndugu yangu, hizi meza zinakatwa, kama unahitaji kupata kipande naomba kiasi fulani. Message tunazo ni viongozi. Sasa hili jambo limeenda samba tukatu na hoji. Kwa nini hili jambo linaendeshwa mpaka limefikia namna hii? Hatujaambiwa sisi wafanyabiashara kwamba kama kuna
marekebisho ya kuendeleza soko. Mbona hatujaambiwa sisi? Tunalisikia tu kwa watu, tunalisikia kwa viongozi wanakuja mmoja mmoja. Sasa ikafikia sehemu sasa tukaamua kushikamana, tukauliza viongozi. Akaja Asupile siku aliyokuja akaongea, akaruhusu maswali matatu, na hata hayo maswali matatu tuliyouliza hajatupa ufafanuzi mzuri, hajayajibu vizuri. Akatwambia mtu yoyote akihitaji kuongea na mimi, chagua nenu watu wangapi mje kule ofisini. Asi tukahoji, kwa nini tuje ofisini wakati tuko hapa tunazungumza? Kwa nini usitupe majibu tu wote kwa pamoja, tukalizika hapa hivi wote kwa pamoja? Akaondoka akasema atatujibu. Imeenda sasa hivi zote zinazidi kuwa na kasi zaidi. Kwa hiyo tunaomba mama yetu, rais wetu, kipenzi chetu, kama kuna namna ambayo mimi tunaweza kuongea na hawa vijana nini, tunajua kwamba labda kuna namna labda wanateleza na nini, jaribuni kuwashauri hawa vijana, sisi watusikilize, kwa sababu tuko zaidi ya vijana 168 tunaenda kuasilika na hili jambo, na sisi tuna wasaidizi wetu kama vijana 300 na point. Tunaomba sana, tunaomba kwa msaada wako Mheshimiwa Rais, tunaomba hili jambo hata viongozi, mkuu wa mkoa na nini tuwafikie, tuweze kuangalia namna ya kuweza kutusaidia, au hata kama kuna maelekezo mengine zaidi ambayo anaweza kutolewa tukaelewa, kwa sababu sisi hatuelewi chochote. Fizi Juma Chawila, kwa niaba wafanyabiashara wenzangu wadogo wa soko la Zakiemu Mbagala, nilikuwa naiomba serikali, tulikuwa tunamwomba Mama Samia atusikie sisi wananchi wake, atuhurumie swala hili, manake hili swala ni kubwa, sio dogo kama wanavyodhani, ni kubwa kwetu sisi, itatuathiri kwa kikubwa. Hivyo mama, nakuomba utuone wananchi wako, tuone sisi raia wako. Pia nilikuwa naomba mkuu wa mkoa atusikilize hili swala, mkuu wa wilaya, hata diwani vile, maana tunaona serikali ya mkuu wa mkoa anapofanya kazi yake kusikiza sisi wanyonge. Nilikuwa naomba sisi raia wako utusikilize, kuchanganua changamoto unatukuta sisi, maana tutaathirika sana. Kwa majina naitwa Ramadhani Mohamed Gurumukwa, mimi ni mkuu wa idara ya viwanda, biashara na uwekezaji Manispaa Temeke. Manispaa Temeke, baada ya kuona kuna uhitaji mkubwa pamoja na uanzaji wa mabasi ya mwendokasi kwa wafanyabiashara wengi wadogo, machinga ambao walikuwa wanatumia barabara mwendokasi kwa ajili ya kuendesha biashara zao, tumeweza kulipima ile eneo na tukaona tunaweza tukatatua changamoto ya kiasi cha wafanyabiashara wadogo ambao wako ndani ya eneo la Mbagala. Tukirejea tunasema kuna meza ambazo zinazunguka soko. Meza zile ziko takriban 140, lakini meza zile haziko katika ukubwa ambao unafanana. Meza zile zina ukubwa mkubwa sana. Kwa kuliona hilo, maana yake tumeenda tumefanya study na kujiridhisha, tukaamini kwamba tuna uwezo wa kuwapanga tena upya wafanyabiashara wale wa soko la Zakiemu. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, katika zoezi hili, kwanza ni zoezi ambalo linaenda kuwa zoezi rafiki sana. Ni zoezi ambalo linaenda kuwatambua wale wafanyabiashara waliopo sasa hivi ambao ni hao takriban 144. 144 manake watapangwa katika maeneo yao ya biashara yale ambayo wapo siku zote. Kama alikuwa mtu anaangalia Kibonde Maji, manake mfanyabiashara huyo mdogo ataendelea kupata eneo lake la biashara ambalo linaangalia Kibonde Maji. Na kama alikuwa anafanya biashara yake inaangalia Kilo Road, manake atarudishwa katika eneo lake la biashara ambalo linaangalia Kilo Road. Umeshaona? Baada ya hapo sasa, manake sasa hawa kinachofuata baada hapo manake ni wafanyabiashara sasa ambao sasa hivi ndio wametapakaa huko barabarani huko. Wale sasa ndio tunaenda tunawapanga katika haya maeneo ambayo tumeyazalisha. Sasa labda ni waombe tu ndugu mtangazaji kupitia nafasi hii, na mimi natamani sana niwaone na wao kama wao wamefanya biashara sasa hivi wametulia, basi hata hao ambao sasa hivi wanazunguka kwenye barabara, yani wao wana move nini, nao wajikute wamepata sehemu salama ya kufanya biashara zao. Sasa kama hawataka kutoa ushirikiano, manake wao na wao wasingekaribishwa, manake wasingekuepo. Kwa hiyo mimi nashauri sana na niwatake sana wafanyabiashara wa soko la Zakiemu, wafanyabiashara wadogo, watoe ushirikiano kufanikisha zoezi hili liweze kufanikiwa.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.